السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. mahujaji watarajiwa tutawakaribisha katika ukumbi huu wa Al-Buraq haja na umra katika msafara ambao tutautarajia insha Allah kuondoka kwenda kutekeleza ibada ya hija mwaka huu wa 2025. Tutawaambia ahlan wa sahlan wa marhaban bikum insha Allah. Tutakuwa pamoja na kuanzia kwangu mimi Ustadh Naaman na ndugu yetu ambaye ni director Al-Buraq Ahmed Bahaidar na ndugu yetu Al-Amin Ganzel ambaye tuko pamoja katika misafara kama hii ya hija kila mwaka. Hawa ndio viongozi ambao watakuwa ni wenye kuongoza msafara wa hija mwaka huu biidhnillah. Katika semina hii yetu, yani program ambao tutakaokuwa nao kwa hivi sasa kulingana na wakati, yani ya kwamba baada ya kuleta dua tutamkaribisha ndugu yetu Ahmed Bahaidar aeleze machache, halafu yani atafuatilia ndugu yetu Al-Amin Ganzel na yeye tumkaribishe atuelezee machache, sababu ya kwamba wataondoka baadaye kwenda katika safari. Watatu atakuwa ni Dr. Ashraf ambaye daktari wetu tuko naye na kila mwaka anakuwa hapa kutupa muongozo wa kiafya na ibada hii ya hija. Yataka afya, yataka kujichunga. Kwa hivyo yani ya kwamba maneno yake yatakuwa ni maneno ambayo ni muhimu sana, na muongozo wake jamani usikilizeni, ili ya kwamba tuwe katika tahadhari kuchunga afya yetu wakati tutakapokuwa katika ibada hii ya haji. Halafu insha Allah akimaliza yeye, mimi nitazungumza lakini si kwa urefu sana, kwa sababu kulingana na wakati utakavyokuwa nataka tumalize mapema, kila mmoja akafanya shughuli zetu, sababu tuna wiki hii na wiki ijayo insha Allah. Alafu kumalizia atakuwa ni Ustadha Fatma, atatoa mwongozo kwa upande wa kina mama. Baadaye tutakuwa tumefunga insha Allah. Kwa hivyo tuanza yani mkutano wetu huu au darasa zetu hizi na kufungua kikao cha hija cha mwaka huu, kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atusahilishie mambo yetu na aisahilishe safari yetu, yani iwe ni safari ambayo ni nyepesi na iwe ni safari ambayo ni ya kheri, na yale ambayo tulioyaendea Allah atutakabalie, na tukirudi yale ambayo tulioahidiwa Allah atutekelezee. Allahumma altuf bina fima jarat bihi almaqadir وهون علينا كل عسير إنك على كل شيء قدير. اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا فاجعل أمورنا كلها سهلا. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كيف إن شاء الله نتم أسكاني نجيانغو yani bwana Ahmed Bahaidar aendelee. Ningependa kuwakaribisha katika jukwaa hili walioko hapa, walioko Nairobi, walioko Kenya na walioko nje ya Kenya. Katika wakati huu wote wako katika kuangalia katika mtandao, wako pamoja na sisi. Mimi nataka kuelezea tu vitu vichache katika safari. Tutaondoka tarehe 26 inshallah taala. Mujiweke tayari na msafara, musibebe mabegi makubwa. Bebeni vitu vidogo. Katika kila mwanamume aweza kubeba begi moja, mwanamke aweza kubeba begi moja na maybe na hand luggage. Wanaume, ihramu yenu lazima iwe katika mkononi, kwa sababu isiende chini, kwa sababu kwanza tunakwenda moja kwa moja haji ambao ustadha atawaelezea baadaye. Wanawake ni kawaida, ustadha nao ataelezea upande wake, upande wanawake. Almuhimu ni kuwa mimi nakaribisha kama familia ni moja tulioko hapa sasa hivi katika msafara huu, mpaka tutakaporegea, mpaka tutakapomaliza, mpaka tutakapokuendelea miakani. Ni family moja, tujuane,
tuwe tutasaidiana, tasimamiana, taangaliana. Ukimwona mwenzako amepata problem yoyote, ujue ni ndugu yako, usimweke kando, msimamie, msaidie. Ndio kheri yetu katika sote inshallah taala. Na ikiwa mtu yoyote ana problem ama haku understand kitu chochote, aulize hata mara 1000. Asione haya kuuliza. Hatutokuwa nusu nusu 24/7, tuko na nini mpaka tutakapomaliza. So jambo lolote mweza kutuona within wakati ule ule mtuombee. Na mtu anayepotea, namba katika zile kadi tuliowapa ziko namba zetu nyuma yake. Nyuma ya kadi ziko namba zetu za Saudia na za hapa, waweza kutupigia simu tukaja tukatafuta mulipo. Nafikiri sote tumefahamikiana. Almuhimu sisi tuenda kwa ibada, tufanye lile lina wajib katika ibada. Ikiwa kuna mtu ana matatizo na family yake, wasameheane, waombeane msamaha, waondoke wakiwa safi hapa, na Mwenyezi Mungu awasafishe na kule mnapokwenda. Msio mtajitadiki na jambo ambalo si lenu. Kwa sababu leo tuko hai, kesho tutakufa. Tutakuwa na kitu gani katika dunia hii? Unkosa hapa na kesho huna. So lazima tuwe katika kitu kimoja. Waqtasibu bihablillahi jamia, tuungamaneni, tuwe kitu kimoja majamani. Kila mmoja ajue ni dadake, ni bradhake, ni mwanawe, ni mamake. Tuwe tutakuwa katika hali hiyo mpaka tumalize safara. Hili jukwaa katika miaka na miaka tutakuwa bado tuko katika Al-Burak jukwaa, tuendelea miaka kama watu wa miaka ya nyuma mpaka dakika tueleziana, tuamkuana na kila kitu mpaka leo. Wale kwa miaka 10, miaka 15, miaka 20 mpaka leo tujuana hali zetu. The same thing will apply to this year na every year which is coming inshallah taala. Kwa sababu kila tunachofanya, katika faida katika ulimwengu tutakuwa tuelekezea katika jukwaa lile la WhatsApp group. Sina ya zaidi tutaelezeana wiki ijayo, na nipate kuwapa nafasi wenzangu na wao waendelee katika inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sisi sote tuko katika ushirikiano wa safari, na wakati ambao huu tulionao tuna tatizo ambalo kwamba lililotupata kwa hivi sasa ni kwamba kuna baadhi za visa bado hazijatoka, na si kwa sababu zina utatizo, isipokuwa ni matatizo yaliyoko ndani ya IT, yani mambo ya kimashini technology, na wizara ya Saudia. Ndio mpaka jana ikabidi tulazimishe chairman wa SUPKEM ambaye ndiye kiongozi wa shirika la haji la nchi aweke statement ili kutuliza lile joto ambalo lilioko juu ya mahujaji. Sio sisi bali kila mmoja katika wale ambao kwamba ni maajenti wanaosafirisha, tatizo hili lipo. Lakini visa kama tulipopata assurance kutokana na ile statement ya ule bwana ambaye ni chairman wa SUPKEM kwa jina la Hassan Olenado, asema kwamba hii wiki itakao kuanzia kesho Jumatatu inshallah mambo yatakuwa yamekamilika. Kwa hivyo tumbo joto hili lisiwe lenye kukutia wewe kukosa usingizi kwamba mimi mbona wengine wampewa, mimi bado yangu sijapewa. Na hilo ndilo ambalo kwamba linalo sumbua wanadamu katika hali ambayo kwamba mwenzake akijua kwamba amepata yeye hajapata. Kwa kuendeleza lingine ni kwamba kama tulivyoambiwa usafiri ni tarehe 26, lakini kabla hiyo tuna wiki tena hii nyingine inayokuja ya Jumapili, tutafanya tena kikao kama hichi cha kuendeleza namna gani ambao kwamba safari, ikiwa jukumu hilo liko kwa Ustadh Naamani na Dr. Ashraf katika hali ya sisi letu baina mimi na Ahmed Bahaidar na Ukhti Fatma ni masaili ya usafiri. Vile tutapangana, tutakwenda na airport muda gani, tutaondoka airport tutafika Dubai tutafaa tufanye nini, tukitoka Dubai tukifika Jeddah sisi tutafaa tufanye nini,
mpaka tuweze kufika Maka. Baada ya kufika Maka pia kule bado kuna program ambazo kwamba sisi kama viongozi juu nyinyi ndio zinazotulazimu sisi, lakini masaili ya upande wa dini tatahujaji kidini, basi Sheikh Naamani ndio tumemweka kwa sababu dini haifai kufanywa masahara. Kwa hayo naomba inshallah mpaka wiki ijayo Mungu atupatie afwa na afya tuweze kufahadhiri hapa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Inshallah tuwakaribisha katika grupu ya Al-Burak Haji na Umra, mimi nikiwa kiongozi upande wa wanawake, lakini mbele ya wenzangu ambao CEO wetu Ahmed Bahaidar, Al-Amin Ganzel na Sheikh wetu Sheikh Naaman. Kwa hivyo kama kuna utata upande wa wanawake, tatizo ambalo yabidi uniface mimi mwanamke, basi wanaweza kulitatua. Pengine likinishinda labda nilitupe kwa ustadh biidhnillah, lakini inshallah tuko pamoja. Na wale visa ambazo hazijatoka msifanye wasiwasi, inshallah sote tutakwenda kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo karibuni sana. Shukran wa jazakumullahu khairan. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kwa hivyo leo kama vile kawaida yetu tunazungumza na mahujaji ili kuwaelezea afya na haji, ama haji na afya yote enda sawa. Yani mahitajio ya mtu kuwa na afya wakati wa kufanya haji, na wakati unapofanya haji kuchunga afya yako isiharibike kwa ajili ya kufanya ibada. Mambo yote mawili, na kama ilivyokuja kwenye aya walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila, kwa kila mwenye uwezo, ile istitaa, kuweza. Na kuweza ni aina tofauti. Kuweza kimali, unao pesa za kutosha za kukupeleka na kurudisha haji, kama ni dola 5,000, 6,000, 7,000, na unahitajia pengine kuacha ya nyumbani matumizi, na mbali na hiyo kuna matumizi mengine utahitajia wakati ukiweko kule, ya chakula, ya emergencies, na vile vile ya zawadi kuchukua na kuleta. Kwa hivyo zote hizi katika istitaa. Na kuweza kwengine ni kiafya. Mtu yuko mzima, ana afya, anaweza kwenda kufanya haji. Kuna watu wengine hawafai kwenda haji kwa ajili ya kiafya yao, na ndio maana tuko hapa. Mfano gani mtu ambaye hawezi kwenda haji? Tuseme mtu ana mafigo yake, Mungu atupe afya na uzima, tujalie, tuepushie na maradhi mazito, lakini magonjwa yako na mitihani kutoka kwa Mungu. Kwa hivyo lazima tukubali kuna watu wana magonjwa, mtu mafigo yake haifanyi kazi kabisa, pengine yuko on dialysis. Kila siku 2 siku 3 lazima aende hospitali akafanyiwe dialysis. Huwa ni shida mtu kama yule kwenda haji. Mtu pengine yuko ana maradhi ya moyo, hawezi kutembea hapa na pale, pumzi paka asaidiwe na oxygen. Mtu yule taabani maskini, hafai kwenda haji. Sheikh atatuelezea alternative gani atakuwa nazo mtu kama yule kufanya. Mtu pengine ana magonjwa ya kuambukiza, pengine yuko na active TB, anakohoa, na akikohoa anatoa viini vya TB. Uende mahali kama kule, wewe wafanya tawafu. Ukifanya tawafu lifadha, ile tawafu ya lazima ile, kuna watu pengine kwa uchache 500,000. Na mtu pengine ana TB, imagine akikohoa ataambukizia watu wangapi? Na ni watu kutoka nchi tofauti. Anapeleka kwa Indonesia, anaweza kupeleka kwa Nigeria, anaweza kupeleka kwa Amerika, kwa Ulaya, Asia, kila mahali kenda ikaenezwa kwa ajili ya mtu mmoja. Kwa hivyo kuna umuhimu wa kukaguliwa watu, kuangaliwa, je, anafaa kufanya haji mtu kama huyu kiafya ama hafai. Pengine kama hali yake taabani, mtu kumwaki hivyo, mashekhe atatuelezea. Lakini kwetu sisi ni kusema huyu jamaa bana hafai kwenda haji. Ni ili mitatu, lakini wakati ule huwa hafai. Ama magonjwa pengine mtu, Mungu asijalie, atafanya kila mmoja wetu, mtu ana kansa ambayo iko active, yuko on chemotherapy,
awacha chemotherapy, unajua mimi nataka kwenda haji bana, sitaki kuikosa hii. Uko kwenye ugonjwa namna ile, ni hatari kwako wewe, na utaweza pengine kwenda kufanya ibada kule ushindwe. Na tumeona watu maskini, kuna watu tulifanya haji nao maskini, kumbe ana kansa ya mkojo, njia ya mkojo, zile prostate yake imefura, akamwambia hawezi kutembea hapa na pale, mkojo maskini ndicho. Yani karibu haji yake yote ilikuwa maskini hivyo hivyo tu, anasumbuka. Kwa hivyo ni muhimu watu kama wale wajulikane, watibiwe, na akatibiwa mashaallah, akaja huko katibiwa akawa mzuri, akawa mzima kabisa, umeshaona. Lakini wakati ule lao angekuwa pengine ameichelewesha, ama pengine amepata fursa nyingine akaenda, tutarajia alipata, lakini angekuwa ansubiri akatibiwa, pengine angeweza kufanya ibada yake kwa vizuri. Maana kule haji sio rahisi. Unajua sisi tuna imagine mara nyingine kama mtu ambaye hajaenda aweza fikiria kwenda haji kule, mara nyingine ni kama kwenda msikitini hapa, kwenda Baluchi ama kwenda msikiti Konzi, waingia watoka, huwa kila mahali ni zahma, watu wajazana, watu wingi. Ukienda mkifanya ile umra tu tayari mtaona ile umma, huwezi imagine, unaweza ona tu kwenye TV ile watu wakitembea, utaona, utafikiri ni wave tu ile, watu waenda, utafikiri mtu atembea, yani utaona kama mtu ambaye asukumwa tu yaenda hivi. Na ndio hali ilivyo vile, watu sukumana. Wewe imagine mtu ana moyo, anaingia kwenye lile zahma, watu wamebanana, wasukumana, unaona, aweza anguka, akikosa fahamu pale. Wewe imagine utapata nani mtu aje amsaidie amchukue? Lakini mashaallah kuna watu masimba kule pia, mtu akaanguka pale, wakatoka inuka, akasimama, wakamchukua, wakambeba, utafikiri ni jamaa yao, kumbe mtu hata hawamjui kama, maskini, chukue wampeleke. Lakini si vizuri kwetu sisi tuende tupeleke watu ambao wako hali mbaya. Sasa kwa ufupi, mwanzo nataraji kila mtu yuko kwenye ile WhatsApp group, na mimi nimetuma hii presentation yangu kwenye WhatsApp group ili mpate kupitia. Pia nimetuma leo alfajiri. Unajua kusema kweli pia nilikuwa nimesahau, na naomba radhi, sikuwahi. Ningekumbuka mapema, pengine ningeituma mapema, nikaanza kutayarisha makaratasi. Nilikuwa kawaida huwa kuna medical forms huwa tunaleta, tunawapatia watu, wanajaza, napelekea daktari wako. Muhimu sana. Kuna siku hizi magonjwa ya sukari na pressure wenyewe wasema ni kama fashion. Kila mtu atakuonyesha, wakifika wanawake wakifika matangani ama harusini, kila mtu utoa boksi lake, aonyesha langu ni hili, huyu wewe inkwa, yani wenyewe wasema ni fashion. Kwa hivyo kabla hujaja kule, hujaenda haji kule, nenda kwa daktari wako akuandikie ripoti yako. Huyu ni mgonjwa wangu, ana ugonjwa sukari, ana ugonjwa wa pressure, ana arthritis, anatumia dawa A, B, C, D. Uweke kopi yako, kopi umpatie mtawafu wako, kitu yoyote yajulikana rekodi yako. Kisha akuandikie dawa, kama tuenda mwezi mmoja nafikiri. Beba 23 days. Beba dawa za siku 30 na ziweke vizuri na prescription attached. Mara nyingi watu wanasahau kubeba. Wengine wabeba dawa nusu nusu. Wengine wabeba za kutosha na za kuongezea. Beba za kutosha na za kuongeza kidogo. Weka emergency. Na beba kama mashini yako, kama mtajuana inshallah huko, at least kuweko na mashini ya sukari, mashini ya pressure. Maana ndio magonjwa kawaida. Ahmed, pengine ungefanya investment kidogo kama 7,000 10,000 hivi, ukanunua mashini hizi ikawekwa. Ka train mtu mmoja katika kila group kila mwaka, akawa atafundishwa namna ya kupima pressure na sukari. At least emergency ile mtokezea mtu pale thermometer ile mpimwa, mtu ana homa, angaliwa. Ushaona iweko. Wakati ule tukienda, alhamdulillah, nimebeba equipment zangu zote, tunakuja nazo na madawa, alhamdulillah. Lakini safari sitokuwa. Kwa hivyo kila mtu ajisaidie, abebe. Subkeme watakuwa na madaktari wao inshallah. Lakini zile sana huwa ni kwenye Mina. Wakati mkiwa kwenye, lakini mkiwa Makka na Madina huwa ni kuna zile hospitali za serikali pia ziko pale. Lakini shida yao kule ni lugha, mara nyingi mpaka uzungumze Kiarabu, na wana haraka sana kule madaktari. Hawana makini ile njoo kupime, kuangalia ile tu njoo nini hivi, papa chukua dawa nenda. Umeshaona? Kwa hivyo wewe mwenyewe ujisaidie pia sasa kule. Kitu kingine muhimu ni katika ripoti ile ikishakuandikwa, kuna umuhimu wa chanjo, vaccination. Na Wasaudi huwa ni wakali sana upande wa chanjo, na ni muhimu kweli watu wapate chanjo. Wakati ule wa corona
ilikuwa tuseme ni maradhi ambayo tunayajua, yani kama vile TB, kama vile pneumonia, flu. Watu wengi ufikiria ni pneumonia na flu, mtu kunywa maji baridi, apigwa na baridi. Mara nyingi hizi huja kwa njia ya kuambukizana. Ikiwa kuna mtu mmoja ako nayo, maambukizo yake ni okay. Kwa hivyo kuna umuhimu wa watu kupewa chanjo. Hii chanjo watu wengi hawaelewi, na siku hizi imeleta mushkil mingi. Hii zimeletwa siasa, wengine kupanga uzazi, wengine kuua watu, kumaliza Waafrika na nini. Idea ya chanjo ni kuwa wajua mwili wa binadamu kidogo, ili kuelewa kidogo mwili wa binadamu. Mwenyezi Mungu ametuumba uko na kinga. Kinga ziko nyingi. Kinga ya kwanza unajua ni ipi? Ni ngozi yako. Hii ngozi unaona kufunika mwili wote, huko kunja majams, mabakteria, mavirus na nini, hawawezi kuingia kwa ajili ya hii ngozi na kukinga. Kitu ya pili, ino pua na mdomo ziko na haya makamasi mafua, hizi zazuia ile uchafu na maviwini visiingie. Kitu ya tatu kwa ufupi ni damu yako. Damu yako iko na chembe chembe za white na red. Najua hizi kwa tukikumbuka skuli. White cells hizi kazi yake kupambana na haya magonjwa. Sasa tuseme umepata bakteria fulani imekuingia ndani ya mwili. Ikiingia zile white cells zako zinapambana. Zikipambana aidha zimeshinda ama zimeshindwa, lakini kuna cells fulani za white cells zinakuwa na memory. Zinakumbuka hawa walikuja na silaha fulani fulani, na hii ndio jinsi namna ya kupambana na ile silaha. Sasa wakati wa kwanza ile ugonjwa itakulemea, wakati wa pili ikija kulemewa yapungua kwa ajili ya zile memory cells. Una develop inaitwa immunity, kinga ya ile ugonjwa. Mshaelewa? Mshaelewa nafikiri eh? Sasa hii chanjo ni vile viini vya ugonjwa kama va TB. Ukipata TB mtu ataanguka sana, lakini uchukue viini vile vya TB uvivunje katika 100%, ukaiwafanya tu 1%, mmoja katika 100 asilimia yake. Yani kama sukari ukaichanganya kabaki yani na maji mingi, ile kiwango kilichobakia cha sukari ni kidogo sana. Iko lakini ni kidogo sana. Wachukuliwa ile kidogo sana ndio wadungwa nao, kama wadungwa TB sasa. Ukidungwa lakini kwa njia udogo, ili kwa ajili gani? Kupatikane na zile memory cells za white cells. Ipambane zipatikane zile cells. Mungu asijalie ukipata ile TB zile viini viko tayari, yani zile cells ziko tayari kupambana na ile ugonjwa. Hiyo ndio kwa ufupi hizi vaccination ndio ziko chanjo. Na zimewekwa chanjo na kila mwaka Saudia wanaweka, serikali ya Saudia wanaweka chanjo tofauti kulingana na mahitaji. Na wao mashaallah wanabidii sana upande huo wa nini. Na sisi wa Afrika huwa tunabidii sana kwenda kinyume. Yani tuambiwa tufanye njia gani utafanya bila kupata. Kwa hivyo angalia, fanyeni chanjo. Mambo yote, shifa yote tuambiwa ni kwa Mwenyezi Mungu. Nabii Ibrahim asema wa idha maridtu fa huwa yashfini. Nikiwa mgonjwa Mwenyezi Mungu anipa shifa, lakini sababu ya shifa ni ile. Sio kwa Mwenyezi Mungu anipa shifa mimi nitajibwaga barabarani pale kama ninajaliwa kufa nitagongwa. Sio hivyo. Ama utajiacha, lazima uchukue ile precaution yako. Na prevention is always better than cure. Ama kinga ni bora kuliko kujitibu ama kutibiwa. Kwa hivyo tufanyeni ile kinga yake, tufuatilize na tutawakal kwa Mwenyezi Mungu kwa ya Allah ijalie hii chanjo hii iwe ni kwangu mimi ni kinga kwa haya magonjwa. Lakini tusiweke imani yetu juu ile chanjo wala juu ya dawa. Imani yetu ni kwa Allah vile vile. Ushaona ile mara nyingine tuapotea pia upande mwingine. Ile dawa bana ndio ilonitibu ile. Kama si ile ningekuwa nishakufa. Shifa iko kwa Mungu. Ile dawa moja za kampa moja akapona, mwingine akawa taabani zaidi. Kwa hivyo yote pia lazima tukubali. Na chanjo zimewekwa, kuna meningitis. Meningitis magonjwa ya bongo. Tokezea pia kwa njia hizi mafua. Watu mara zadhania mtu ana malaria symptoms zake, lakini ni infections za bongo, meningitis. Kuna vaccine zake, kuna polio, oral polio utapewa, flu very important Maana mafua kule ni kama kila mtu akitoka kule akija huko zawadi yake kubwa ni mafua. Akija wiki moja nzima yeye wakohoa na mafua na nini kwa ajili watu kule wakienda ni wengi. Wewe imagine msikiti wa Madina ukijaa ule wafika watu wangapi? 500,000, 800,000, laki ngapi?
watu wajaa. Sasa mmoja akipata kiambukiza, wengine waambukizana, hivyo basi huwa ni kama mara nyingine msikitini watu vile wanavyokoa na kuchemua mpaka wasikia ule msikiti watetemeka kabisa. Kwa hivyo ni mambo ambayo yako very common, na tuchukueni hadhari, tufuatilize. Sasa kuna matayarisho kabla ya haji. Leo ni tarehe 11, haji wanaenda 26. Mna kama wiki 2 kama hivyo, siku 14 hivi at least. So kawaida hizi vitu mimi husema huwa yatakikana watu wafanyiwe training miezi 3 kabla, lakini sisi wa Afrika wajua mpaka tungoje ile last minute lakini wenzetu kule Europe na nchi za Asia zile zina mipangilio, kina Indonesia nani, watu wapanga haji miaka kabla. Umeshaona? Kwa hivyo miezi 6 kabla, miezi 3 kabla watu tayari wanaanzishwa training. Hizi talks hizi sasa watu miezi 3 kabla washafundishwa, wapelekwa, waonyeshwa Kaaba ile, wazungushwa ile, namna ya kufanya tawaf, namna ya kufunga ihram. Kule utaona vituko. Mimi naona mmoja mashallah, yani mtu amesoma, yeye ndio kiongozi wa group. Ukiangalia ihram yake chini imeshonwa bana. Bata jamaa mmoja mkali anambia, "Wewe mbona umeshona?" Sasa hiyo yeye amfungulia hivi. Hii haifai. Unaona? Sasa vitu vingine watu hawajui, ushaona, lakini mpaka wanapo wengine utaona ndani wamevaa fulana maskini, wamevaa ihram juu. Kila mtu maskini, lakini hizi vitu zitakana training mapema. Waonyeshwa practical ile, wapelekwa kwenye field, kisha waenda kwa daktari mapema miezi 3, wapelekwa mpaka majim kule. Miezi 2 lazima uende, yule gym instructor assign wa umeattend. Yani kule kila mahali ni distance. Tuseme wajua hapa utaambiwa karibu bana, upelekwa hoteli karibu na, lakini pia hiyo karibu si karibu ya yetu ile. Japo ni karibu kweli, na siku hizi haji imekuwa rahisi sana kuliko vile ilivyokuwa miaka 10 iliyopita. Zamani watu wakiwekwa kwenye virumba na watu wakijazwa ndani makunguni, makombomwiko nini. Ukitoka mara atoka na kombomwiko. Wallahi siku hizi bwana wako hoteli akhi nzuri, AC, bathroom nice, clean yani. Wallahi siku hizi haji jamaa sema haji raba, haji na bei rapi. Bei ndio ile, lakini wallahi yani wafanya haji raha. Zamani wafanya haji dhiki. Na hii yetu hii tuliona. Wazazi wetu wameenda haji subhanallah yani. Watu kina vijahazi yani, wajahazi hata kipelekwa yani. Ukiaga waga kikweli yani, hujui utarudi ama. Watu imagine miaka ambayo pole tukomba, lakini imagine miaka kama 100 200 iliyopita ilikuwa hakuna ndege. Wewe imagine mtu ametoka West Africa kule Nigeria, Cameroon, anatoka vipi fike mpaka Cross Sahara Desert. Yote ile, avuke Red Sea ndio aingie njiani, apambane na wanyama wa mwitu, apambane na watu wajuani lugha, watu wabaya, waibie nini, apambane na magonjwa, malaria njiani. Hivyo ilikuwa safari ni haji. Siku hizi mtu akikaa, "Wewe bwana mbona tunachelewa bwana? Ndege wewe." Lazima tuwe na subra kuanzia sasa. Inshallah hizi vitu zitatokezea. Lakini ukikaa ukifikiria wale vile walivyopata tabu, uta realize kwa hii si hata kwa hivyo kwa hivyo matayarisho hata sasa anza, hata kama hujaanza mazoezi anza sasa mazoezi. Unajua tunzoea tuktuk ikulete paka nyumbani. Kama unaweza kuingiza paka sitting room ikakuingiza. Wallahi yani hizi ziko very tempting. Unataka kwenda msikiti Baluchi tu hapa atakusimamisha hapa. Mvua nyesha, acha nini. Lakini hata kama tuseme yabidi upande tuktuk, shuka 2 stages before upate kutembea ili uanze kuzoea mazoezi. Ushaona? Anza kufanya walking. Badala ya kupanda lift sasa anza kupanda ngazi ile. Upande ushuke. Kidogo sasa njia kwenda tuseme msikitini ni hivi, jaribu kidogo ifanye ndefu. At least tuanze upate thawabu zaidi na upate exercise ili wajitayarisha kwa ajili ya haji. Kwa hivyo exercise hizo, kisha kitu kingine ni kuwa uende kwa daktari wako mapema akupatie ripoti yako ya magonjwa. Na kama una magonjwa at least uchekiwe, bwana sukari yako iko sawa, pressure yako iko sawa, cholesterol iko sawa, blood group yako ni hii, at least ujue. Unaona nitokezea emergency, at least uwe wajua angalau ukiuliza blood group yako gani? Sijui. Ujue blood group yako wewe miaka 50 sasa. Sawa nzuri, ni kama mtu ajui ID namba yake mpaka leo yani. Ni kitu kama hivyo.
Sasa wakati wa haji, kwa wale ambao wako na hiyo nini WhatsApp wataiangalia katika haji kuna kama tulivyosema magonjwa haya ya kukohoa na mafua. Wacha niwaulize, tuseme mtu ana mafua na kikohozi, nitawapa nini, kati ya handkerchief na tissue utatumia ipi? Utatumia tissue. Kwa ajili gani? Si handkerchief kwa ajili ile, ukitumia kile kitambara handkerchief wafuta kisha waitia tena mfukoni, kisha ukirudi tena sasa ile waji reinfect, waji ambukiza zaidi. Lakini tissue ukitumia watupa at least. Na kisha kitu kingine, mkono kuosha. Kama mimi nina mafua nikichemua kisha nampa Ahmed mkono na yeye akishika tayari. Waalaikum salaam. Kwa hivyo muhimu kuosha mkono na sabuni. Wakumbuka wakati wa corona vile tukiosha mkono na sabuni, magonjwa ya kuhara na kutapika yaliisha sana wakati ule, kwa ajili ya ile bidii ya watu kuosha mkono. Kwa hivyo ile pia muhimu turudishe wakati huu, na kuosha mkono pia kabla ya kula, na ni sunna. Na ukitaka kujua watu hawaifuati sunna, wewe angalia siku za harusi, zile sinia zikisha kurushwa pale kila wewe angalia nani anaenda kuosha mkono pale, nakwambia guarantee katika 100 labda mmoja. Wajua muhimu ukienda kule at least beba emergency kit yako. Kuna dawa fulani mwambie daktari akuandikie. Wajua maumivu kule ni kawaida, vile hujazoea kutembea nini, mara muscle pull hizi, maumivu ya nini, mafua, kikohozi, akuandikie dawa, akupe painkillers kidogo akuwekee. Ushaona, at least we na emergency kit yako, mbali na zile dawa zako ambazo unazitumia kila leo. Sawa? Uwe na kit yako na prescription, lakini msiache. Sisi wenyewe tulisumbuliwa, lazima daktari kabeba madawa, nikazuiliwa pale, kazikamwagwa dawa zote pale, kaitwa madaktari na prescription na barua za hospitali, barua za serikali na nini, lakini kule wako ni sawa. Maana unajua siku hizi watu waingiza madawa ya kulevya hivi. Ushaona? So kwa hivyo lazima wachunguze, waangalie. Kwa hivyo na wewe jitayarishe kabisa. Ndani ya vitabu vya dini watu waweka madawa. Kitu kingine muhimu, what's the temperature sasa in Makkah na Madina? 50 degrees. 50 degrees. Wajua Mombasa hatujawahi kufika. Mwisho Mombasa wangapi? 30 tena ikiwa juu sana. 50 degrees ni joto jingi sana. Mimi nitakwambia mfano, unajua sisi tulikuwa tukikaa hotelini kule, uwashiwa AC na nini, raha sana. Sasa ukitoka nje ile, uchatoka tu ile hoteli, ukitoka wasikia lile vuke, na ni ishai sio adhuhuri, magharibi, ishai. Unaweza kuswali ishai, lile joto bado lile vuke, na ile ardhi bado inyonya ile jua, kwa moto. Ukitoka zamani kulikuwa na yale majiko yale makubwa yale zamani, tanuri yale. Ukienda bakery pale zamani kulikuwa na bakery, ukiingia ile bakery tayari wasikia lile vuke, basi ukitoka afikiri kuna watafuta lile jiko liko wapi liwashwa. Moto sana. Kwa hivyo muhimu sana watu wachunge joto. Jambo la kwanza, tusitoke wakati jua kali. Saa 4 mchana, saa 5, saa 6 jua kali, usitoke wakati ule. Toka mapema alfajiri, ukwenda msikitini, unswali, unrudi. Pengine ukirudi zako msikitini, tafuta mahali kwenye kivuli, watembea mpaka adhuhuri ipite, pengine alasiri, ukirudi jua lishatulia, waweza rudi. Kule utaona watu wengi wabeba mwavuli, na ukibeba hakuna ubaya. Kitu muhimu kingine ni kubeba maji. Maji baridi, maji tamu. Kule maji ya Zamzam yako. Maji kunyweni sana. Kwa ajili gani? Ya dehydration. Ukitoka majasho sana, mwili wako wakauka maji. Utaona watu mara sikia kisunzi, kichwa cha wauma, waanza kuwa wakali. Utaona mtu mazungumza vizuri, mara mwana mtu ankubadilikia tu, na kule mahasira mingi. Saa yote kwa ajili mojawapo ni lile joto lililoko. Njia muhimu saa yote unywe maji. Na utajuaje umekunywa maji ya kutosha? Utaona ile mkojo wako inatoka nyeupe. Okay? Mara nyingi utaona siku za joto si sana watu kwenda chooni.
Lakini siku za baridi utaona mtu saa yote kwa ajili utoki jasho wakojoa zaidi. Lakini siku za joto hata ile mkojo wako unaotoka ni kidogo na dark. Kama siku za Ramadhani siku umefunga utakuta kwa mikojo yako mikojo inakuwa kidogo. Kwa hivyo kunywa maji sana mpaka uone kuwa mikojo yako inatoka safi. Na kwa watu wenye shida za mafigo, vijiwe sana, wakati huo watapata tabu. Kwa hivyo mtu ana shida kama hiyo anywe maji zaidi na zaidi ili apunguze uwezekano wa vile vijiwe kuwa formed. Unajua dehydration yapunguza yale maji ya allow ile crystallization ya zile vijiwe. Kwa hivyo ukinywa maji yapunguza ile uwezekano. Sana pia kuna kitu kingine wakati wa haji tukifanya kwa ajili ya lile joto, utaona watu wanapata harara chini ya kifua, chini ya kwapa, kwenye mapaja huku, katika utaona mtu akitembea malengelenge pia kwenye miguu kwa ajili ya lile joto. Kwa hivyo muhimu sana ubebe dawa sana hii. Hata ukichukua hii baby powder, ile powder ya watoto ile ukitumia nzuri ile ya kutuliza. Kitu kingine muhimu nataka kuelezea viatu. Watu wengi ununua viatu wakasema hizi viatu nitakwenda kuvaa haji bwana, fika Maka kule nitavaa. Viatu muhimu vivae hapa, vikuzoee na mguu wako na wewe uvizoee vile viatu. Mara nyingi za kuvaa kiatu ukifika kule kumbe vakata. Ushaona? Natafuta viatu vizuri comfortable ambazo utavaa vitokutonesha. Vaa viatu closed shoes ikiwezekana na socks. Unajua mara nyingi ukivaa open shoes na ile vumbi ikiingia utaona watu katika miguu sana. Wakati wa haji ile utaelezewa masharti. Mimi nasema in general kawaida. Ile utaelezewa ufai kufinika miguu, lakini nazungumza kikawaida, vaa viatu ambavyo closed na socks at least yapunguza. Utaona watu miguu wakatakata hivi mpaka damu zatoka kwa ile mikato. Kwa hivyo tuchunge upande huo. Wanaovaa miwani, unajua msikitini tunzoea uvae miwani utoe uweke pale chini uswali. Mimi nilifanya hivyo pia nikakanyagiwa miwani kavunjika na mtu hata haangalii nyuma huyo. Kwa hivyo miwani ukifunga ile, hata wakati wa tawafu ile mara ushasukumwa miwani inaanguka, usijaribu kuiokota, utaenda wewe na miwani. Miwani ifunge na kamba yako. Pia uwe na spare miwani weka kwenye begi yako, kiweza kuweka nyingine ndani ya begi yako in case impotea, imvunjika nini, kiasi cha kutengeneza nyingine, uko na nyingine at least waweza vaa. Kama sisi ambao tulozoea miwani hatuwezi kwenda mahali bila miwani, uwe nayo spare. Mobile kama vile mlivyoambiwa, mobile kila mtu abebe na charger ubebe. Angalia mobile yako sio battery saa yote azima. Kama ina problem battery yako, fix battery yako kabisa. Maana kule utaweza kutoka mara nyingine una charger mpaka usiku ukirudi. Kwa hivyo ukizimiwa simu at least una namba ya mtawaf pale, wampigia bana, mimi ninapotea niko mahali fulani, ama mimi sitowahi kuja leo na alikuwa huko ama ninakwenda huko. Julisha wenzako saa yote, muwe mna communicate. Sawa? Mimi nafikiri ya wanawake kwanza. Naam, shukrani. Nimesema madawa kila mtu abebe zake, angalie. Kwa wanawake ambao wanaenda haji, wajua hawataki kuinterrupt ile haji yao kwa ajili ya periods zao, menses na nini, nenda kwa daktari uandikiwe dawa ili ufanye haji yako kwa makini, usipate interruption. Unajua kule huwezi kusema wajua mimi nitangojea mpaka damu yangu mpaka nimalize nipate tahara ndio nikafanya tawafu ifadha. Kule kama ndege yaondoka tu kungojea. Kwa hivyo kila kitu inafuata program yako kule. Watu waenda Mina, mwaenda Mina. Watu waenda Arafa, enda Arafa. Watu waenda tawafu, enda tawafu. Hakuna timi nitafanya baadaye ama nini. Kwa hivyo tutajipanga upande huo, tujiorganize. Joto lile vaeni nguo nyepesi. Kama vaa makoti na nini, hakuna mahali pa kuvaa makoti kule kwa ajili ya joto bora nenda kwa daktari. Wajua kuna magonjwa mengine hizi dawa za wanawake msende tu nenda chemist mimi nitaka dawa. Nenda kwa daktari wako. Kuna madawa mengine haziingiani na madawa ndio dawa, namaanisha dawa za kwa wanawake kuzuia period zao ama kuchelewesha zile damu zao.
mpaka uende kwa daktari wako akuangalie kulingana na madawa zako zile unayotumia, hii dawa fulani itakufaa, nenda utumie. Kwa hivyo hayo ndio mambo muhimu. Mengine mtasoma kwenye WhatsApp nimetuma, na nyingine nitazidi kuwatumia, pengine medical form zile pia inshallah tukiweza tawatumia pia tufanye hizo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Katika mambo alizungumza daktari kuna mambo kidogo muhimu. Medical report, it's very very important sisi tupate, kwa sababu binadamu anaweza kupatikana na jambo akapotewa na fahamu, ikawa sisi tunajaribu trial and error katika kila aina madawa, kumbe waweza kuwa ni sukari tu ambao tungeweza kukupa tende tukamaliza shughuli tukenda zetu. So medical report anosema yeye ni muhimu, ambao tuipate sisi tujue una problem gani. We'll try that first problem before we try other things. Yani tutashughulika kwanza kujulia lile jambo la kwanza ambao ndio ugonjwa wako, ndio tuingilie katika kujaribu magonjwa mengine, manake kule hakuna wakati wa kufanya trial and error for a long time. Kitu cha pili ni kuwa kama alivyosema dokta, ni kuwa lazima majichunga na magonjwa. Dawa, insisting on time on your taking your medicines. Mutaweza mkiwa mtoka mkwenda kutembea, mkwenda msikitini, tukua dawa nyingine tia mfukoni, tia katika vibeti venu, ambao kitokeza jambo lolote unazo za kutumia pale kwa pale. Waweza kusahau au waweza wakati ukasema mimi nafika hapa dhuhuri sitaki kwenda tena, nitaketi alasiri, na dawa zako ya supposed to take lunch hours. So uwe nazo, utaweza kuendelea kuzitumia wakati ukiwa imetokea ambao huregei nyumbani. Nyumbani kama alivyosema, tutakuwa kila vyumba vitakuwa watu wanne inshallah taala, wanawake wanne, wanaume wanne, lakini mutakuwa ni family. Mmoja muona mwenzake hajaja anatokezea nini, mbona hivi, lazima mutujulisha. Mumetoka mtaka kwenda pahali, tujulisheni. Julishe mwenzako na tujulishe na sisi tupate kujua. Na tuweza kuwa katika msafara tuenda pamoja, ukaingia chooni, tujulishe na mweleze na mwenzako mimi nenda chooni mara moja. Tuweza kwenda ukitoka wewe, sisi tushafika mbali hatujui, waanza kubabaika utafuta. Na ukipotea, simama pale ulipopotea, usibabaike. Hata askari ukimwambia bwana nipigie namba simu hii, msivue kabisa, nipigie namba simu hii, atatupigia simu, sisi tutakuja kuangalia pale ulipo. Ukizunguka msikitini palipopote, milango ya fanana Maka na Madina. Wewe waweza kuona uko upande huu, kumbe ushakwenda upande wa pili wa Maghrib. So zuia pale pale, sisi tutakuja. Ukishatuombea ni mlango fulani, mlango lazima muangalie namba fulani. Madina kuna mlango wa chuma kwanza na mlango wa ndani ya msikiti. Utachukua namba mlango wa chuma na mlango wa msikitini, au piga picha utaona nini, piga ile picha na namba zake. Maka ni mmoja wa ndani ya msikiti. Basi wewe utakapokuwa ndani, watafuta mlango gani. Viatu kuna namba zimeandikwa, mimi ninaika viatu katika namba fulani. Basi hata ukienda popote utakumbuka, utaziona zile namba zinafuatana, si kwa ati 100 hapa 120 kule, la, zafuatana. So ni rahisi kuzipata. Na ubabaifu, msiwe na ubabaifu lolote, hata kukatokezea jambo la gani usibabaika, ni binadamu. Lakini jitulize, keti ubobo, Waswahili wasema bobo. Utafuta mtu akusaidia simu kama huna simu. Kama unao simu utatupigia simu, mimi niko pale fulani hapa karibu, na utatuelezea ile surrounding pale, sisi tutakuja paka pale kuja kutukua, au tamtuma mtu yoyote aje kutukue. Hilo lisikutie khilba katika nafsi zenu. Nafikiri tumefahamikiana hapo. Tulipoenda tulikuwa tumetoka Arafa, tumetoka Muzdalifa tuenda zetu Mina. Tulipofika Mina tupumzika, mara tutaitwa kuna mama pale ameanguka, amekosa fahamu. Tukaenda kumwangalia yule mama maskini, hali yake taabani, moyo wake wapiga, lakini hivyo hivyo, pumzi hivyo hivyo.
nani amjua huyu mama? Sasa tumjua ito fulani, ana ugonjwa gani, ana nini, ana shida gani? Hakuna mtu ajuae yule mama ana shida gani. Sasa okay, tumeitisha ambulance, lakini namna ya kumsaidia yule mama, ile first aid wafanya, lakini hujui mama ana shida gani. Kwa hivyo yule mama akachukuliwa na ambulance, lakini hakufika mbali, maskini akafariki. Okay, kwa hivyo yule mama maskini Mungu amemjalia husnul khatima, lakini kwetu sisi ni funzo kuwa si mzuri mtu kwenda kule bila ya ripoti ya daktari. Inatusaidia sana, maana hata angefika hospitali angesaidika pengine kidogo, lakini kwa kiwango fulani mpaka waanze tena kuchunguza ni kitu gani. Lakini lao angekuwa wajua ile ugonjwa wake, itasaidia sana katika kumtibu mtu kama yule, mgonjwa kama yule. Hiyo kitu ya kwanza nimekumbusha. Kitu ya pili, kule mashallah maji yako mingi, watu mashallah wakarimu, kila mahali ukienda utapewa na wewe utatoa, thawabu zake ni nyingi. Kuna maziwa, kuna maji, kuna mala, kuna vyakula, matunda fresh. Kitu muhimu tusisahau kuosha matunda kama yale, mboga zile, kila kitu mashallah, chakula ukitaka yani iko. Lakini tu avoid hizi majusi hizi za rangi huwa zinaleta sana shida, zinasumbua watu sana, vikohozi. Una vyakula vizuri ukitaka apples nakwambia saa yote ukinunua wewe utafikiri zaanza kutoka mtini, yani vile ziko fresh. Ndizi nakwambia huwezi kuona ina alama tino imekaa nyeusi nini, fresh saa yote. Mimi nitawapa mfano. Siku moja tumeenda, ilikuwa si Maka wala ilikuwa Jeddah, tumeenda mahali fruit parlor, juice zile kunywa. Sasa mimi niko na wenzangu pale, nikataka kufanya mzaha tu, yani kaambia nataka juice ya mastafeli. Kaona ataniambia haijui ama nini, wallahi nimeniletea juice ya mastafeli. Yani kumaanisha kuwa matunda kule ni mingi, vyakula tena fresh, clean na kila kitu utakacho, mashallah. Yani Mungu ameibariki ile miji. Kwa hivyo usiende ukatafuta vitu ambavyo havina maana. Kitu kimoja pia tujihadhari kula chakula cha nje mara nyingine. Wajua wale watu kule mashallah wako busy, kama hizi mambo ya nyama kule, kataka saa yote yapikwa, kisha chukua pesa, kata nyama ile mbichi, ile ishaiva, yote fanya. Kwa hivyo tujihadhari kule, twenda kwa muda mfupi na magonjwa ya matumbo. Wewe imagine umeingia Maka hapo na Madina haram ile, wafikiri kwenda chooni si kama kwenda msikiti yetu kwenda chooni ati waenda mara moja warudi. Ukitoka pale huwa ni karibu dakika 10 nzima ndio ufike huko chooni, na ukifika pengine kuna watu 2 watatu pale mbele yako. Kwa hivyo na wewe imagine tumbo limekushika, yaweza kuwa izara kweli. Kwa hivyo jihadhari chakula ile cha ambacho una imani nacho kula, lakini usende ukabahatisha. Shukrani. Tayari. Kama kuna swali pengine waweza kuanza sasa. La. Pengine kuna maswali. Kama kuna swali tuulize, mimi nitaondoka. Naam. Chanjo. Na kwa ni muhimu chanjo. Ni muhimu, yes. Sasa kama upige zile chanjo itakuwa muhimu upige. Angalia, chanjo muhimu mpige, na serikali wameweka mahali maalum pa kudunga chanjo. Zamani tulikuwa tukipeana chanjo sisi, lakini siku hizi wameweka centers fulani hizi za public health. Muende mkadunge, bado una siku 14 bado za kutosha. Yatakana angalau siku 10 kabla ya kusafiri wewe utadunga. Otherwise itakuwa haina faida. Na iwe ama miaka 3 kabla kama ya meningitis ili ipate faida. Kama yellow fever mara nyingi moja yatosheleza. Na shamaliza. Kadi ya manjano. Ile kama ushadunga mara moja wewe yatosheleza. Na nilikuwa naulizia habari ya hiyo katika checklist kuna hiyo fikiri kuna mahali nimeona kuna hiyo valid vaccine book. Yes. Sasa hiyo ni Al-Buraq na gharamia ama ni sisi? Hiyo tazungumza watakujibu wenyewe Al-Buraq. Inshallah tutakujibu. Okay, mbali na hiyo sasa umesema ile medical certificate inamaanisha pia ninaweza kwenda pengine Agakani kule nikaandikiwa nikaja nao? Hata waweza ukaenda, bora mimi naimiza uende kwa daktari wako mwenyewe.
Uende, yeye ndio ana historia yako yote ile, atakuandikia na zile dawa na magonjwa ulionayo muhimu, dawa zile ambazo unatumia na prescription ya zile dawa za mwezi mmoja na dawa ambazo hazikufai zinazokudhuru. Yeye mwenyewe daktari atajua namna ya kuandika, atakupatia. Nafikiri tu. Kutokea kesi nyingi halafu sasa baadaye wakapata tatizo huwa nini, hebu niregelee swali huyu wakatumia halafu baba natumia. Okay, kuna swali kwa kuna baadhi ya wanawake watumia hizi dawa kisha wakapata damu. Inawezekana pengine mtu hakutumia dawa, amewacha, ameruka, ama ametumia kwa time tofauti inaweza. Ama mara nyingine umetumia dawa ambao huku nasihiwa na daktari. Nenda upate nasaha vizuri, ambaye anakujua daktari, atakupima, atakuangalia, atajua zile dawa unazotumia ama magonjwa uko nayo, ili akupatie dawa ambazo, lakini na mengine tamwachia Mungu, lakini uwezekano ni kuwa wingi wakitumia na wakitumia kisawasawa huwa inawakinga kupata hizo dawa. Supplements, nenda kwa daktari wako atakuadvise ikiwa you need them. Kuna wanawake pengine wanahitaji damu yao iko chini, wanahitaji kupewa dawa za kuongeza damu, watatumia. Pengine mtu calcium yake iko chini, vitamin D, atakuwa advised. Unaona, lakini tusichukue tu madawa bila nini hivi. Kuna two alternatives. Kuna ile form ambayo mimi naweza wapatia ukajaza, ama kuna ile wewe mwenyewe ukaenda kwa daktari wako sawa. Mimi inshallah tafanya sehemu yangu. Kawaida huwa nafanya na napatia kila mtu. Hata hiyo form unaweza kuchukua ukapeleka kwa daktari wako. Sawa pia. Sawa. Kuna swala lolote jamani? Daktari yuko hapa, kabla hajaondoka kuna mtu ana swala lolote aweza kuuliza na akasaidika hapa. Kwamba mara nyingi tunapokuwa katika safari masala haya ya maradhi kutokea, tufanye nini? Naam. Nafikiri saizi tungepata hizo form, kila mmoja akiondoka hapa ajue mission yake katika hii wiki inayofuatilia, tutazipata hizo. Okay, ilikuwa mimi ndio nifanyie hizo forms na naomba msamaha. Mimi nimeghafilika, lakini inshallah nitachukua hiyo jukumu. Najua jana nimekumbusha, maskini Amana amenikumbusha kama saa 3 hivi, hata sikuwa sijatayarisha, lakini inshallah nitafanya bidii. Na kwenye WhatsApp group angalieni, kila wakati pengine nitakuwa nikituma, ama kwa wakati nikituma health advices, na tayari nishatuma na nitatuma nyingine inshallah polepole ili upate kufahamika. Na kama ninavyowaambia, hiyo ni just a guideline to your medical. Daktari wako mwenyewe pia anaweza kusaidia kama kitu kingine chochote cha zaidi. Dokta, swala ni kwamba sasa watu katika enda pamoja msikitini, mmoja akaanguka akaanza kutoka na damu kwenye pua mathalan kwa kisunzi au nini, utamsaidia vipi au tutamsaidia sampuli gani? Okay. Muhimu mwanzo ni kuwa watu kama tulivyosema, watu wasitembee hivi kwenye jua kali na vitu kama hivyo. Jaribu tuweko kwenye mahali pa kivuli, na ikiwa imbidi utembee kwenye jua na jua ni kali, kuna wakati pengine itakuwa kidogo baridi, kuna wakati itakuwa joto sana. Wakati kuna joto sana, fungua pia mwavuli utumie. Iwapo mtu yoyote, na si lazima kule, hata hapa mtu aweza mara ukamwona ametoka na damu za pua, kitu ya kufanya mtulize mtu kama yule. Umeshaona, kila ukimfanya akiwa anxious zaidi unaweza kumzidisha ugonjwa. Kitu kingine ni uzuie ile pua yake, ni emergency ile, unazuia pua yake ile, ili kama kuna bleeding hapa karibu, ni kama mtu akikatika hapa, siwaizuia hivi, na pale pia kwenye pua waweza zuia kwa muda wa dakika 2, ukaangalia pengine inaweza ikasimama. Kama haikusimama ukajaribu tena kuizuia tena, jaribu uipack ile, kama uko na pamba na Vaseline pengine ukaipack ile pua, ukaika pressure. Lakini pale watafuta transport, apelekwe hospitali iangaliwe ni kitu gani, ni pressure, ni internal bleeding ama ni vitu kama hivyo, apate kuangaliwa. Ile first aid ni muhimu. Na kuna wakati sisi kila mwaka huwa katika misikiti fulani huwa tunafundisha watu
first aid training. Mtu ameanguka, amekosa fahamu, havuti pumzi, moyo haupigi, utafanya nini? Mtu amekosa fahamu, ameanguka, lakini wavuta pumzi, moyo wapiga, utamsaidia vipi? Ama mtu amepaliwa tu, ankula chakula, mara mwana macho amemtoka, hawezi kuzungumza, utamsaidia vipi? Vitu kama hivi ni muhimu watu wapate kufunzwa practical. Si kitu ambao unaweza kuelezea hapa. Ni kitu practical, unaonyeshwa na wewe unafanya, ili ikitokezea at least utaweza kumsaidia mtu kama huyo. Na akifaint pia ni vile. Ndio hivyo, mtu akifaint, ameanguka, lakini ukiangalia hivi waona kifua chake cha tembea. Wajua huyu jamaa yuwavuta pumzi lakini hana fahamu. Kuna position inaitwa recovery position. Wamweka upande wa kulia ama upande wa kushoto na wa extend ile koo yake ili aweze kuendelea kuvuta pumzi. Unaona vitu kama hivyo nafundisha. Ikiwa moyo haupigi, pumzi havuti na ameanguka, ujue huyo mtu yuafa sasa. Wafanya CPR. Naona kuna watu wako na ujuzi mashallah, watafanya. Okay, unamsaidia, unaweka mkono wako juu kwenye kifua chake, unaisukuma ndani. Okay? Na unaendelea kufanya hivyo mpaka mara 30, huku pengine unamsaidia kwa njia ya pumzi. Na unaifanya mpaka mara nyingine hata mbavu waweze kuvunjika. Muhimu ni kuwa unaushtua ule moyo upate kushtuka uanze kupiga. Sasa ni baina ya kufa na kupona pale, si ndio? Sasa huna wasiwasi wa kuvunjika ile mbavu, wasiwasi wako ni ile moyo upate kupiga. Lakini hizi vitu huwezi kufundishwa hapa. Mpaka hiyo practical lesson uonyeshwe, fundishwe, ufanye mara kwanza, mara pili, mara tatu. Lakini mkiangalia kwenye YouTube mtaangalia how to perform CPR. Utaona inaonyesha. Jambo kama hili bwana daktari, yani naomba siku nyingine kwa miaka ijayo, leo kama kutafanywa kama seminar kama hizi kwenye maholi, at least wakaja watu wakaonesha wale mahujaji, hata kama si mahujaji, yani ya kwamba wakaja wakaelezwa mambo kama haya ambao ni muhimu, yatawasaidia mahujaji na wale ambao si mahujaji. Kwa hivyo ya kwamba inshallah mtalifikiria nyinyi madaktari jambo kama hili, ili ya kwamba tuone ya kwamba watu watasaidika vipi. Sababu ya kwamba yani mambo haya hutokea, na kama suala ile lililotokea la ule mwanamke, yani ya kwamba hajulikani na maradhi gani, nyinyi mkuja pale mkao mashindwa, mjaribu kumpa nini wataje usaidizi, lakini sasa usaidizi ukawa haujulikani, yani ni kama wabahatisha, sio? Na ikawa kadari yake ishafika na mpaka ya kwamba akaondoa katika ulimwengu. Hiyo sisi chama chetu cha madaktari wa Kiislamu, Kenya Association of Muslim Medical Professionals, kila mwaka mwezi wa Septemba huwa tunafanya hii training, lakini sisi tuifanya misikitini. Last time tulifanya msikiti wa Mlango Papa, tulifanya Mbaruku, Baluchi na msikiti wa Quba. Mwaka kabla tulifanya msikiti wa Musa, Kisauni kule pia tukafanya. Yani tunazunguka misikiti tofauti kwenda kuwafundisha watu, na hii inafanyika Kenya nzima. Malindi, Lamu, South Coast, Nairobi, bara kule kote. Kila mahali tunajaribu kupeleka madaktari wale walioko karibu na msikiti wawafundishe watu wa pale. Kwa hivyo tutaweza tukafanya pia hiyo kwenye mahall, pia tukajaribu tukawafunza inshallah. Shukran. Jazakallah khair. Shukran jazakallahu khair doktor kwa yani nasaha zako ambazo ulizotupa juu ya masala kama haya ambao ni muhimu sana. Na mimi katika semina za haji, miongoni mwa mambo ambao ni muhimu huwa nayatilia umuhimu na nataka yapawe kipaumbele muda mwingi ni masala kama haya, sababu ya kwamba masala ambayo yanaofungamana na kidini na muongozo upande wa kidini, alhamdulillah, yani tuweza kupata kwa muda ambao si mrefu sana, na alhamdulillah, na kwa kwamba tuko pamoja guu kwa guu katika kule kwenye ibada ya hija, inakuwa ni rahisi, mbali na kwamba kama nilivyotumana yani baadhi ya makala ya haji ambao makala yale ni muhimu tuyasomeni, yako katika group kwa wale ambao katika group, na darasa zilizopita
na haya ambayo yatakozungumzwa vile vile leo katika darsa ni jambo muhimu sana, ya kwamba tu jaribu yapitia kuyasikiza na wewe mwenyewe ujifunze, ili ya kwamba utakapoelezwa na kufahamishwa na kuambiwa kwamba mwelekeo wa ibada hii yafanya sampuli kadhaa kadhaa kadhaa, ili angalau utakuwa ushakuwa na fikra ya kwamba uliipata kupitia kusoma, kusikiliza, na hii itazidi kukupa ufahamu. Na pale tutakapokuwa pamoja inshallah tutarajia kwamba tutakuwa tufahamu, na tutakapokuwa tufahamu alhamdulillah, wakati mwingine ikifika kama tawaful ifadha na tawaful wadaa, yani ya kwamba watu wanakwenda wenyewe, wale ambao kidogo wanaofahamu, washawahi kufanya umra, washawahi kufanya hija pengine mara ya pili, inakuwa ni urahisi kwa wao, yani ya kwamba kwenda wenyewe wakachukua na wenzao kidogo, na sisi tukaangalia wale waliobakia nyuma, ikawa kazi imekuwa ni sahali kwetu sisi. Kwa hivyo ya kwamba twapenda kusisitiza kwa kwamba ibada ni ibada. Huwezi kufanya ibada bila ya kusoma, huwezi kufanya ibada blindly. Kwa hivyo ya kwamba kuisoma ibada yoyote kabla ya kuifanya ni jambo ambalo la wajib, sababu ya kwamba kuna magroups nyingi ambazo leo yani wao wanapeleka watu haji, lakini kufanya semina kama hizi huwapati, kuwaekea mahujaji muongozo huwapati, au kwa ndani ya grupu kuwa na kiongozi ambaye ataweza kuwaongoza watu katika ibada hii ya haji, upande wanaume upande wanawake, huwa nadira sana, nadira sana. Lakini alhamdulillah Allah akatujalia ya kwamba ndani ya grupu ya Al-Buraq na Al-Amin Ganzel kwa ushirikiano alhamdulillah, yani ya kwamba tunapokwenda misafara kama hii ya haji, tunapokuwa katika misafara kama hii ya umra, yani tunakuwa na uongozi ambao kwa wale ambao ndio mwanzo wanasaidika, yani kupata usaidizi katika kutekeleza ibada hii. Na Allah subhanahu wa ta'ala kila kitu amekiekea malengo, hasa katika masala ya ibada. Ibada zote ambazo Allah ametufaradhishia ndani yake, ikhwa, kuna malengo. Malengo kama yale yatakapotekelezeka kisawasawa, ibada kama ile itakuwa na natija kwa kila mtu, natija yake itaonekana. Na vile vile yani ya kwamba ndugu zangu mahujaji watarajiwa ndani ya yani ibada hii ya haji, ndani ya ibada hii ya haji Allah subhanahu wa ta'ala ameyaweka malengo. Malengo kama haya tukiyajua na kuyafanyia kazi, malipo ambao tulioambiwa atalipwa mhujaji, basi hapana shaka yatafika. Naam, sababu kutekeleza ibada ya hija ni ibada ambayo ni nzito ya mali, na ibada ambayo ya binafsi. Mtu atoa mali yake, mtu atoa wakati wake, mtu atoa nguvu zake enda kutekeleza. Ana imani ya kitu gani atakachokipata? Kama angekuwa hana imani, angesema ya kwamba hizi pesa nitakwenda Dubai, mimi nitakwenda kufanya biashara, nitazitia katika masala ya biashara. Lakini mpaka leo akaamua, na mimi insha Allah nataka kwenda kutekeleza ibada hii ya hija. Ina maana ya kwamba ana kitu akiamini ya kwamba hili ni jambo la wajib, lishampasa, ataka kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, ataka malipo, ajieke akiba kwa ajili ya kesho akhira. Lau kama Allah atamtukua, basi atakuwa yeye amejiekea kitu, atarajia kwamba ule msamaha ambao unaosamehewa mahujaji na watu wengine katika siku ya Arafa aupate yeye na yule ambaye atakayemuombea akiwa katika kiwanja cha Arafa. Maana msamaha kwa siku ya Arafa si kwa mahujaji peke yake, la, yani Allah huwaambia wale ambao wasimama Arafa, nyinyi munsamehewa, waliman ghafartu lahum, waliman ghafartum lahum, na kila ambaye mutakuwa nyinyi muombea msamaha, basi Allah subhanahu wa ta'ala atamsamehe. Kwa hivyo ya kwamba leo itakuwa ni darasa yetu ya kwanza, na insha Allah wiki ijayo tutakuwa tumaliza na kuelezea. Lakini twapenda kusisitiza
yani makala tuliyoweka katika group ambao ni mukhtasar, yani tuliyoandika kwa ufupi sana. Jaribu kuyasoma, jaribu kuyapitia, yako kwa lugha ya Kiswahili na yako kwa lugha ya Kizungu, kwa wale ambao pengine itakuwa mtu yamtatiza moja katika mawili. Kwa hivyo ya kwamba dakika chache ambazo zilizobakia, sitopenda tena kuchukua muda mrefu sababu ya wakati unavyokwenda. Nataka kuzungumza haya malengo. Kwa nini tumewekewa ibada hii ya haji? Kuna malengo gani? Kuna makusudio gani? Kwa hivyo tunataka kueleza kwa mukhtasar maqasidul hajj, malengo ya ibada ya hija. Malengo ya ibada ya hija. Hija ni neema ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anapomruzuku mja wake kwenda kuitekeleza, akampa nafasi, ataka amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu si kila mmoja anapata fursa au Allah alompa taufiki ya kuweza kuitekeleza. Kuna ambao walikuwa na uwezo lakini hawakupata taufiki ya kwenda kuitekeleza, akafa. Na kuna ambao alikuwa tamani na yeye angalau siku moja haya macho yake mawili ende akaitekeleze, akaione nyumba tukufu ya Al-Kaaba, nyumba ambayo alijenga Nabii Ibrahim alayhi salam. Watu wanaokwenda kuikusudia, lakini maskini mpaka aondoka ulimwenguni akawa yeye hakuweza kwenda kuiona nyumba kama hii. Kwa hivyo yoyote ambaye Allah atamruzuku neema ya kwenda kuiona nyumba kama hii, ya kwenda kuingia katika mji kama huu, kwanza ataka amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Mahujaji ni wageni wa Allah subhanahu wa ta'ala. Mahujaji ni wageni wa Allah. Mtu anapokuwa na mgeni huwa ana fakhri. Fama balu mtu aambiwe ya kwamba huyu ni mgeni wa Allah. Mgeni yule atakosa dhamana, atakosa amani, atakosa riziki. Na ndio ukaona ya kwamba watu wanakwenda Makka pamoja na ummati ule wote, wakatekeleza ibada, wakapata utulivu. Waweza ukatoka ulikotoka ukenda mpaka msikitini saa 8 za usiku, mwanamke peke yako, wala usiogope chochote, wende ukafanya ibada zako za usiku na mengineo. Na mbali na dua ya Ibrahim alayhi salam, warzuqhum min athamarat, waruzukuni matunda, rabbi ij'al hadha albalada amina, ewe Mola ufanye mji huu ni wa amani. Makka leo una amani, katika mji wenye amani ulimwenguni namba 1 ni Makka. Ndani yake utapata kila aina ya matunda. Waipata wapi? Wapata Makka. Naam. Na aliambiwa Ibrahim alayhi salam, tume tangaza, akatangaza. Alipotangaza watu wakakusudia. Naam, anaambiwa wewe tangaza tu, waadhin fi an-nas bil hajj يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. Watangazie watu waje waitekeleze, waikusudie ibada hii. Watakujilia watu rijalan, kwa miguu, kama mlivyoelezwa zamani watu watembea kwa miguu. Wa ala kulli dhamirin, na juu ya kila aina ya kipando. Yatina min kulli fajjin amiq, watakujilia kutoka sehemu mbalimbali za ulimwengu. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi aliyopokea al-Imam at-Tirmidhi asema, al-hujjaj wal-ummar wafdullah, mahujaji wanaokwenda kutekeleza ibada ya hija na wale wenye kufanya umra mwaka mzima, wafdullahi, hawa ni wageni wa Allah, hawa ni wageni wajumbe wa Allah. Daahum, Allah amewaita, faajabuhu, wakamuitikia. Aliwaita yeye kupitia kwa nani? Kwa Mtume Ibrahim, waadhin fi nnasi bilhajj, watangazia watu kwa hija. Faajabuhu, wakamuitikia, wakaitikia mwito wa Mola wao uliotolewa kupitia na Nabii Ibrahim. Labbaik Allahumma labbaik, twaitikia Mola, twaitikia mwito wako Mola wetu, twaitikia. Huku ndiko kuitikia kwa mhujaji na mu'tamir. Naam. Daahum, yani wamanake wamemlinga, amewaita. Faajabuhu, wakamuitikia. Wasaaluhu, wakamuomba yeye Allah. Fa'atahum, hawa akawapa. Kwa hivyo kwa nini tukae maudhui yetu ya kwanza mwaka huu, katika darasa ya mwaka huu ikawa ni maqasidul hajj, malengo ya hija.
Kwa nini twazungumza hili? Kwa sababu bila ya kujua lengo ya lolote unalolifanya, hata katika mambo ya kiulimwengu, utakuwa wewe huwezi kufaulu, huwezi kusucceed. Lazima ufahamu malengo. Kila kitu unachokifanya wewe una malengo. Wafanya kazi una malengo, wafanya biashara una malengo, waishi una malengo, na vile vile katika ibada yoyote alotuwekea Allah kuna malengo yake na maqasid. Kwa hivyo hii haji vile vile ina malengo. Kwa nini tukaweka malengo? Liuaddi manasikahu, mtu apate kutekeleza ibada kama ile kwa vizuri na kwa utulivu na kwa malengo. Malengo kama yale ndio yatampelekea yeye ayapate yale aliyoambiwa mhujaji anapokwenda kutekeleza ibada hii anayapata. Lengo la kwanza la kwenda kutekeleza ibada ya hija. Kwa nini tutekeleza ibada ya hija? Maqasidul hajj, malengo ya kutekeleza ibada ya hija. Kwanza kabisa tahqiqu tauhid, yani ya kwamba kupatikaniwa lengo la tauhid, kumpekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Mwanadamu anapokwenda kutekeleza ibada ya hija huwa kwenda kule yuampekesha Allah peke yake. Ndio maneno ambayo anayotamka kwanza kabisa ni maneno ya tauhid. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipohiji, hadith alipokea al-Imam Muslim kutoka kwa Jabir ibn Abdullah, asema fa ahalla bitauhid. Mtume sallallahu alayhi wasallam akainua sauti yake alipokuwa yuanza kutiania, aliinua sauti yake. Kwa nini? Kwa matamko ya tauhid. Matamko gani? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik. Yani mimi nakuitikia Mola wako, naitikia, na vile vile amali ile ambayo wewe unaoifanya wafanya kwa ajili ya Mola wako peke yake. Labbaik Allahumma umratan, naitikia ewe Mola wangu, naitikia mto wako na kufanyia umra hii lillahi, kwa ajili yako wewe, na vile vile ni hija. Kwa hivyo lengo la kwanza ni tauhid, na ndio kaone ya kwamba iangalie hija, ukianza waanza na talbiya tauhid. Ukiingia pale Makka, ukianza tawaf wanaanza na Allahu akbar tauhid. Unapomaliza wamaliza na tauhid. Unapo hata kusali rakaa mbili za tawaf, sura unazozisoma ambazo ni sunna, suratul kafirun na suratul ikhlas zina tauhid. Ukenda katika Safa na Marwa, ukisimama ukielekea Safa waleta dua, huwa ni tauhid. Ukenda katika Arafa ni tauhid, talbiya ni tauhid. Ukileta takbira baada ya siku ya Eid ile, baada ya kupiga jamarat ni tauhid. Ukipiga jamarat ile kuta chembelecho wanaosema wanapiga shetani, ukipiga ile kuta wasema Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Wamaliza talbiya siku ya tarehe 10 waingia katika takbira mpaka kumaliza ayamu Mina. Kwa hivyo utakuta kwamba lengo la ibada hili la kwanza ni mwanadamu ampekeshe Allah, akubali ya kwamba Allah peke yake, na ndio kaone ya kwamba kila kitu ni kimoja, mavazi ni mamoja. Hakuna huyo ambaye ana ihram za wafalme, la, mavazi ya wanaume yote mamoja. Utakavovaa wewe ndivyo atakavovaa prime minister au president, hakuna tofauti. Talbiya hali kadhalika. Kwa hivyo ibada ya hija ni kama ibada nyingine. Zina nini jamani? Zina maqasid, zina malengo. Jambo la pili ambalo ni muhimu yataka tulifahamu ndani ya ibada hii ya haji, lengo la pili alfawzu biridha Allah. Alfawzu biridha Allah azza wa jalla ni mtu kufuzu, aitekeleza hija, lengo lake apate radhi za Allah, wan najat min narihi, na kujiokoa na moto. Hii ndiyo manake miongoni mwa malengo ya nini? Ya hija, yani ya kwamba yeye afanya apate radhi za Allah. Na hakuna kitu ambacho sisi twakihitaji kama kupata radhi za Mola wako. Radhi za Mola wako ni jambo kubwa, na ndiyo Allah akasema katika suratu Tauba, wa ridwanun min Allahi akbar. Radhi za Allah ni bora kuliko jambo jingine. Kwa hivyo tutatekeleza ibada hii, tutataka radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio pale katika siku ya Arafa, yani Allah awaambia malaika, madha arada haula, hebu waangalieni hawa wankuja katika Arafa, shu'than ghubara, yani wachafu wachafu,
matimu, wataka nini? Wataka nini? Sasa baadaye Allah huambia malaika, fashhadu anni kad ghafartu lahum, shuhudilieni ya kwamba hawa mimi nishawasamehe. Kwa hivyo hakuna kitu kama ridha za Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam al-Bukhari na Muslim amepokea yani hadith kutoka kwa sahaba Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, asema Mtume sallallahu alayhi wasallam ya kwamba watu siku ya kiyama watakapoingia katika pepo, naam, Allah subhanahu wa ta'ala atawauliza katika pepo, aradhitum, je, munridhika? Watu wa peponi, Allahumma ja'alna minhum, waseme ya kwamba wama lana la nardha, kwa nini tusiridhike? Untupa pepo, kuna jengine? Allah awaambie naam, yani ya kwamba mimi kuna jambo ambalo kubwa kuliko pepo. Sasa wewe ukiambiwa kuna jambo ambalo kubwa kuliko pepo, yani ya kwamba kitu gani kuliko pepo? Liko lau wauliza wasema hakuna, ushaingia peponi wewe. Lakini wataambiwa ya kwamba kuna jambo kubwa mtakalolipata. Lipi? Awaambie uhillu alaikum ridwani, mimi nimeshawapa radhi zangu, sitowakasirikia tena baada ya leo. Haya ni maneno ambayo watawapawa nani? Wanaopawa wale ambao watakaopata radhi za Allah siku ya kiyama. Kwa hivyo ya kwamba jambo la pili miongoni mwa malengo ya hija, twaitekeleza ibada ya hija kwa sababu twatafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala na kuokoka na nini? Na moto. Na ndio naam, na akasema Mtume, man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yawmi waladathu ummu, atakayetekeleza ibada ya hija asitamke maneno mabaya, asifanye matendo mabaya, hija yake iwe safi, atarudi kama siku ambayo alozaliwa na mamake. Sahaba Amr ibn al-As radhiyallahu anhu alikuja kusilimu kwa Mtume, akamwambia ya Rasulullah, minna kuja kusilimu. Naam, akamwambia nyosha mkono nikupe bai'a. Mtume akanyosha mkono, ataka kutukua mkono wa Amr ibn al-As. Amr ibn al-As akaukunja mkono wake. Mtume ambaye una nini? Wewe ananiambia nikupe mkono, yani utukua bai'an usilimu. Halafu akamwambia naam, sikupi ya Rasulullah, mwanzo ashtarit, mimi kwanza nataka kukupa sharti ndio nikupe mkono, na sharti yangu. Naam, sharti gani? Mimi je, yale niliyofanya kabla ya Uislamu kama ni uadui na nitasamehewa? Naam, akamwambia ya Amr, ama alimta anna al-islam yahdimu ma qabla, hujui ya kwamba Uislamu wavunja yale yote ambayo yaliyopita kabla ya Uislamu? Akamwambia ya Amr, ama alimta anna al-hajj yahdimu ma qabla, wewe hujui ya kwamba hija huvunja yote yale ambayo yani yaliyopita? Kwa hivyo kwamba mtu atakapoitekeleza ibada ya hija, yani yale yote ambayo yaliyopita yani yatamsafisha na madhambi yake atasamehewa. Na ndiyo Mtume akasema, tabi'u baina al-hajj wal-umra fa innahuma yanfiyani al-faqra wal-dhunub kama yanfi al-kiru khabath al-hadid, yani fuatilisheni hija na umra, hija na umra, sababu hija na umra inamsafisha mtu madhambi, inamtakasa mtu kama ile yani ya kwamba yani manake inavyosafishwa dhahabu na fedha, yani ikasafishwa mpaka ikang'ara, ndivyo anavyosafishwa bwanadamu kutokamana na ufakiri na mengineo anapotekeleza ibada ya hija au umra. Alafu Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, wa laysa alhajj almabrur jazaa illa aljanna, hija ambayo ni mabrur, au katika riwaya nyingine walhajj almabrur, hija ambayo ni mabrur, laysa lahu jazaa'un illa aljanna, hapa haina malipo mengine illa aljanna, isipokuwa yani ya kwamba pepo. Sasa hajj mabrur ni ipi? Sisi tuambiana hajj mabrur wa sa'y mashkur. Hajj mabrur ni ipi? Wanasema wanazuoni, alladhi la yukhalituhu ithmun, ni ile hija ambayo haina kutukanana. Mtu afanya hija awe na subra, amkwenda chooni foleni akawa na subra, anlala katika hema akawa na subra. Sababu ya kwamba kuna jambo napenda kuambia mahujaji,
wewe, sisi tuenda katika msafara wa haji, maisha tunaokwenda ya kule haji ni tofauti na maisha unaoishi nyumbani. Huenda katika msafara wa haji wewe kuna vitu fulani katika maisha yako wewe huvikosi, sababu waishi nyumbani kwako, wafanya utakavyo, lakini ukifika kule huwezi kuvipata. Kuwa na subra, usianze kutoka na maneno hija gani hii, hawa watu gani, hivi hivi. La, utaharibu hija yako. Hija yataka subra. Pia ndani ya hija tunaambiwa tuwe na subra jamani. Ndani ya haji tunaambiwa tuwe na subra. Bila ya kuwa na subra jamani, hatuwezekani malipo ya hija kupatikana. Kwa hivyo si urahisi. Mtume asema walhajju almabrur laysa lahu jazaa'un illa aljanna, hija ambayo safi isokuwa na madhambi hayana malipo. Kwa hivyo ibada hii wakati mtume alipokuwa sasa iwatoka yeye mwenyewe kwenda kufanya, hakuna aliobaki katika mji wa Madina. Kuna wanawake walitoka wana mimba tena miezi 9, akazaa njiani na mimba tenga. Nani? Asma bint Umais radhiyallahu anha, antoka na mimba miezi 9, lakini ataka kwenda haji. Asma bint Umais alikuwa mume wake nani? Mume wake alikuwa ni Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Akazaa mtoto akaitwa Muhammad bin Abi Bakar, na alipofika kule alipozaa hakusema nitakwenda kukalia 40 Madina. Amwambia mumewe, kamuulize mtume nshazaa mfanyeje, lakini watu waenda safari. Naam, hata mtume alipofika Madina alimkuta bibi mmoja maarufu pale Madina aitwa Ummu Sinan. Amwambia Ummu Sinan, malaki lam tahujji, mbona hukuja hija wewe, sikukuona? Amwambia ya Rasulullah, kweli sikuja, hapa nyumbani kwetu tuna wanyama wawili, mmoja twamtumia na kazi ya nyumbani na mmoja mume wangu anitumia, kwa hivyo sikuweza kuja. Akamwambia basi wewe unkosa fadhila wenzako na hija na mimi, lakini idha jaa Ramadhan fa'tamiri fa inna umratan fi Ramadhan ta'dilu hajjatan ma'i. Ramadhani ikifika nenda kaitekeleze, nenda kafanya umra, kwani mwenye kufanya umra Ramadhani malipo yake atakayolipwa ni sawa na yule ambaye alolipwa malipo ya kuhiji na mimi. Maqasidul hajj, malengo ya ibada ya hija. Hija imewekwa ndani yake ina malengo. Ibada hii twaifanya kwa malengo. Nitamaliza kwa sababu mimi sipendi kutoka wakati mwingi sana. Lengo la mwisho ni mengi, lakini kulingana na wakati nitaka mutulie muyashiki haya maana nyumbani, labda yatakayobakia naweza nikayamaliza katika group ya WhatsApp, halafu baadaye mkafuatilizia. Lengo la mwisho ambalo nalimalizia nalo katika darasa yetu ya leo, tahqiqu taqwa Allah. Naam, kupatikana uchamungu. Yani ya kwamba uchamungu moja katika malengo ya ibada ya hija. Anayefanya sawa sawa katika mabadiliko na malengo ambayo yameekwa na yatapatikana kwa mhujaji wa kweli, atakuwa yeye ni kwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndani ya Qur'an aya ya kwanza ambayo Allah aloileta katika aya za hija, mwisho ansema wattaqullah wa'lamu anna Allah shadidul iqab, mcheni Mola wenu, Allah ni mwingi wa kuadhibu. Na vile vile katika aya nyingine, katika aya hizi Allah akasema watazawwadu fa inna khayra zadi taqwa, jitengezeni zawadi, na zawadi bora ni nini? Ni kumcha Mungu, yani ni kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika suratul hajj aya ya mwisho aloimaliza Allah katika masailul hajj akasema ya kwamba wattaqullah wa'lamu annakum ilayhi tuhsharun. Wattaqullah, muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala, wa'lamu, najueni, annakum ilayhi tuhsharun, ya kwamba nyinyi mutafufuliwa kwake yeye, mutarudi na mutafufuliwa kurudi. Naam, na vile vile yani kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala ni katika kutukuza alama za dini ya Allah. Waman yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa alqulub, atakaya yaadhimisha yani yale mambo na misimamo na alama za dini ya Allah, yani fa innaha min taqwa alqulub,
yani ni dalili, miongoni mwa dalili za mtu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala alipokuwa ametuamrisha watu wachinje katika ibada ya haji, naam, wale ambao hawakuhaji wanafanya udhiya, na wale walio katika ibada ya haji wanakuwa na hadi, wanachinja. Lakini kuchinja kule ina maana ya kwamba Allah ana njaa na ataka nyama zile au ataka damu? La, ataka kuwaangalia wale walioamrishwa wafanye ibada kama ile. Je, yani ya kwamba watafanya au hawafanyi? Na ndio Allah akasema lan yanala Allah luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Ndugu zangu, haya ni miongoni mwa maqasidul hajj, miongoni mwa malengo ya ibada ya hija. Allah ameweka ibada hii akaekea malengo haya matatu ambayo tulioeleza leo, likiwa la kwanza tahqiqu at-tauhid, likiwa la pili alfawzu biridha Allah wan najat minan nar, likiwa la tatu tahqiqu at-taqwa, taqwa Allah, yani kupatikana lile lengo la uchaji wa Allah subhanahu wa ta'ala. Haya ni misingi ya malengo ya ibada ya haji. Yakipatikana kwangu mimi na wewe, basi hapana shaka ndugu yangu, yani ibada yako itakuwa ile hajju mabrur umeipata, na hija yako itakuwa na athar baada ya kumaliza yani ibada ile ya hija inshallah. Na taraji mpaka hapa mimi nitakomea, wakati umekwenda, hatutakuweka sana. Yaliyobakia inshallah nitayamaliza leo au kesho, na darasa mutaipata kupitia katika WhatsApp group, mutasikiza, na mengine tutakuwa tukielezea mbali na yale ambao tutaeleza wiki itakayokuja biidhnillah ta'ala. Tumuomba Allah atupe kila la khairi, atizidi kututengezea safari yetu isimame, twende salama, turudi salama. Na hapa nafikiri mumuona mtu yuko hapa mukastaajabu, nani ankuja mkaa mbele mpaka hapa. Huyu ndugu yetu babu yani Ali Athman, na ni moja katika viongozi wa msafara ya haji. Ndugu yangu Ali Athman tuko naye katika masala ya haji na katika grupu, na ni moja katika viongozi. Kwa hivyo mkimuona pia ni viongozi. Nafikiri kwamba inshallah kuna lolote sadafat. Na inshallah kuna tutazungumza na kina mama baadaye na masala mengine tutauliza, lakini yale waliotoa yote nafikiri ni kifaya. Alhamdulillah tumefaidika, ama tufaidika, alhamdulillah tumefaidika. Kwa hivyo kina baba ukishatoka, kina mama kidogo dakika 5 mbili pengine mna maswali na nataka kueleza kitu fulani na vitu gani ambavyo vile ambavyo sisi kama kina mama tutabeba itatusaidia katika safari yetu inshallah. Shukrani. Koja. Naam. Naam. Bas. Himizo bana. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam. Mimi si mzungumzaji, lakini kuna baadhi ya mambo ambayo kwamba yahusiana na safari, sijui kabla sijaja kama yametangulia kuzungumzwa ama hayajazungumzwa. Ningependa tu tufahamishane ili tuwe na wepesi katika safari yetu. Hii safari tunaokwenda ni safari mzito ambayo kwamba si kawaida ya safari watu walizozizoea, na katika hii safari watu wanakwenda kwa ibada, hawaendi kwa tua kwamba wanaenda kutembea ama kwenda kwa hii ni safari ya ibada. Kuna changamoto nyingi ambazo kwamba zinatokea katika hii safari. Tuwaomba wote ambao kwamba wametia nia ya safari kama hii wasitukulie kinyume cha kusema hatuna uongozi. Hii safari yategemea mambo mengine yako kwenye mikono yetu, mambo mengine hayako kwenye mikono yetu. Na kitu kikubwa katika safari hii ni watu kuwa wavumilivu na kuweza kuhimili mazito yoyote yatakayotokea, na yataka subra na hasira pindi tunapoondoka. Kama mtu ana hasira kali katika maisha yake, tukifika pale airport hapa Mombasa airport, tuziacheni pale, zile hasira zetu zote tuziache pale. Kitu kingine, katika hali ya kubeba hizi mizigo, tujaribu tusibebe mzigo mwingi,
kwa sababu huenda mtu baada ya haji akawa pengine ana kitu kimoja viwili ataka kuchukua, ili kusudi asije akalemewa ama akawalemeza na wenzake kwa kwamba yeye ataka kusaidiwa. Na kingine tena kuongezea, ni muhimu kila mtu katika mabegi yake ajue hili langu, awe ataweka alama, ajue hili ni begi langu, asingoje mpaka kule hoteli sema mimi begi langu sijaliona. Ni muhimu pale kabla hujatoka uulize begi lako, hakikishe wafahamishe wenzako, ili kusudi safari iwe nyepesi. Na pia kule inshallah tutakapokufika salama, lazima watu wajuane, kila mtu amjue mwenzake, mimi natoka, mimi narudi, na kushikana. Na pia wakati mtu ameamua kwamba mimi bana nishajua njia ya msikiti ni hini, asiamue tu yeye mwenyewe kutoka, ashikane na mwenzake, twende. Na wale ambao kwamba wako pale wape taarifa, sisi twatoka. Kawaida huwa kuna kadi za hoteli, mtu asikose kubeba ile kadi ya hoteli, number 1. Number 2, hizi usikose, hapa kuna namba ya viongozi, iko namba ya Saudia ambao kwamba ni kiongozi, akipigiwa na mtu yote atapatikana. Na wale ambao kwamba wote wamekuwa pamoja wajaribu kuchange numbers, litakalo kutokea lolote watu waweze wa pamoja. Kwa haya machache tuko pamoja na tumai. Asante. Naam. Wanauliza SIM card tutapata airport ama? SIM card airport zipo na hata kwenye mahoteli pia wanakuja. Kwa hivyo yani uongozi huu tutawaambia wiki ijayo inshallah, ya kwamba wiki ijayo yani yapi ambayo ya kufanya, pengine ndio itakuwa darasa yetu wa mwisho. Kwa hivyo mtaambiwa ya kwamba hili chukueni, hii msichukue, mtafanya mali fulani. Muhimu ya kwamba tunapokuwa kule tufuate uongozi. Una jambo uliza, una jambo jieleze, lakini usijifanyie tu. Siku moja kuna mwenzetu mmoja tulikuwa na miaka ya nyuma kabisa, yani amfika kule akimaliza umra asema minna amana nitakupeleka Jidda, mbio akenda, akifika ndiani ansimamishwa wakati wa kurudi, hakuna kuingia. Sasa hakuna kuingia na hija bado ankwenda, hakusema, ikabidi watu watoke sasa wende mpaka pale kwenye taftishi ambao kwende ile burial, ende wakazungumza na wale wahusika na nini, ndio waatiliwe ingie ndani. Shona yani wewe kama alivyosema ndugu yangu hapa babu, ya kwamba wewe sema tu mimi nitakwenda fulani, na siku yote wasema licha hivyo lau wajisikia kwamba mimi naweza kwenda kufanya umra peke yangu, shona au tutakuwa na sisi, mimi nishawahi kuja kufanya, he wallah tuheshimu rai yako, lakini tukomba jambo moja, tueleze tu kama viongozi, ili ya kwamba leo latokea jambo tujue kwamba hawa kweli walitoka wakaenda wakatekeleza wakawa washatangulia, hapana nini. Na ikiwa manako utabaki na sisi, wallah pia itakuwa sasa. Lakini muhimu ya kwamba kuelezana na kupashana habari, kwa sababu pakitokea jambo huwa masala ya kwenda mbio kweli kweli, na kwenda mbio kule si kama hapa. Naam. Kama inshallah Mungu akujalie kama tutajenga kwenda, naona tutafanya haji ya tamattu. Naam. Inamaanisha tutafanya umra kisha tutapumzika, kisha tutakuja kufanya haji. Naam. Sasa naulizia kwa hapa, ikiwa tushafanya hiyo umra yetu kisha tukakuwa ihram, naweza kuvaa peke yangu niseme kwa nafanya ngazi wangu? Waweza, na haya masala tutazungumza wiki ijayo inshallah, wiki ijayo tutazungumza. Naam. Sheikh Saif, una la kuongeza lolote bwana? Naam. Nafikiri sisi tushamaliza inshallah, na kama tulivyoambia labda kuna mkutano wa wanawake, kwa hivyo tutamaliza hapa biidhnillah. Tutaonana wiki ijayo inshallah, tujeni mapema ili tuanze mapema. Na nawaambia jambo moja, ya kwamba hii darasa ambayo ilikuwa leo tumeianza hasikuimaliza, lakini nitaimaliza kupitia katika WhatsApp inshallah. Kesho kufikia jioni mtaipata, alafu tutaangalia la kwenda mbele, na makaratasi tulioyaleta katika dini ya toeni, alafu mufanya nini, muyapitie inshallah. Naam. Itakuwa tarehe 17 sio? Naam. Jumamosi. Jumapili.
18 basi tarehe 18 Jumapili. Naam. Ni Jumapili tarehe 18 ijayo inshallah. Salama. Nafikiri kuna mama labda wako saa hizi, pengine kuna tiketi zao, labda kuna mama wamekuja kuchelewa. Naomba mtaje majina mliokuja kuchelewa kidogo, pengine tuwape tiketi zenu. Fatma Isna. Na Maria Muhammad Ahmed.